na mtume wa zama hizi za sayansi na teknolojia, nabii ambaye ametuondoa katika dimbwi la ujinga na kutokuwa na ilmu na kutuingiza katika nuru ya Uislamu, nyumba iliyojaa vyumba tele vya kitaalamu vya kielimu. Mada ninayotakiwa kuizungumza natakiwa nizungumzie uwepo wa ugonjwa wa ukimwi na mtazamo wa Uislamu, huku Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kama daktari bora na bingwa aliyefahamu uwepo wa maradhi ya ukimwi karne 14 kabla ya kuwepo, na kutoa majibu sahihi ya kinga na tiba ya maradhi hayo. Mtaniwia radhi kidogo nimetumia neno tiba. Wasomi wengi mna mawazo kwamba ugonjwa wa ukimwi hauna tiba. Huu si mtazamo wa Uislamu. Mada hii ni pana, muda na imani hautoshi, kwa sababu na vipengele vitatu muhimu nahitaji kuvizungumza kwenye mada hii, lakini nitajitahidi kuifinya ili niweze kupata kipindi kirefu kidogo cha maswali. Na nilimuomba MC wa shughuli hii nitumie na nafasi hii kujibu angalau maswali mawili yaliyoulizwa kabla yangu katika mada si yangu, lakini kwa kuwa na imani majibu yapo, ni bora tuyatoe. Ndugu zangu, ukimwi ni neno lililobeba herufi kutoka katika sentensi iliyo ndefu kidogo: upungufu wa kinga mwilini. Kwa nini mtu anakuwa na upungufu wa kinga mwilini? Hii ndio swali la msingi kwanza. Wataalamu wa kanuni ya maumbile ya mwili wanasema 50% ya tiba ya mwili huanzishwa na kutengenezwa na mwili wenyewe, na 50% ya tiba ya mwili husaidiwa na dawa ili kuzisaidia white blood cells ziweze kujenga nguvu na kinga madhubuti dhidi ya maradhi kwa virus na bakteria. Kitaalamu tunaweza tukasema daktari hana jeuri ya kutibu, na madaktari wanakubali hivyo. Hakuna daktari anaweza kutibu, bali mwili una tabia ya kujitibu wenyewe, kwa sababu kuna zile methods of natural cure, njia za asili za uponyaji kwenye mwili ziko 5, na hizi ndizo ambazo zinaweza zikafanya kazi ya tiba kwa asili ya mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu kiasili unatokana na udongo. Mzee wetu Nabii Adam aliumbwa kwa udongo. Qur'ani suratul Hijri sura ya 15 aya nambari 26, Mwenyezi Mungu anauelezea udongo aliyoumbiwa mwanadamu, ambao Qur'ani inasema umefanyiwa filtration, mchujo, ili kuondoa makapi pamoja na minyoo na visivyohitajika na kubakiza nutrition, virutubisho, pamoja na aina mbalimbali za hewa, pamoja na aina
nyingine nyingi za vitu vinavyohitajika katika kukua kwa mwili, kama ardhi inavyoweza kukua baada ya kupata mbolea kutokana na hali fulani ya kumwagiwa mbolea. Sasa kwa sababu mwili kiasili unatokana na udongo, udongo unaweza pia ukafa unapokuwa umevamiwa na baadhi ya maradhi, na vile vitu muhimu vinavyoukuza udongo vikiondolewa, ilhali hakuna uwepo wa mvua, udongo na ardhi kwa pamoja hufa na mwili unakuwa hivyo. Katika zile methods of natural cure, njia za asili za uponyaji, wanasema ya kwanza, the fasting, ya kwanza ni sala la ibada ya saumu. Saumu ndiyo tiba ya kwanza iliyo bora katika kinga ya mwili. Sababu ya kuwa saumu ndiyo kinga ya kwanza iliyo bora katika kinga, katika tiba ya mwili, ni kwamba mwili una tabia tatu. Una digestion system, elimination system and assimilation system. Mwili una tabia ya kusaga chakula, kusambaza chakula na kusafisha uchafu unaotokana na mabaki ya sumu baada ya digestion kufanyika. Wakati mwili unasafisha uchafu, kazi ya kusaga na kusambaza chakula hufanyika kwa 15% tu. Chakula husambazwa kwa udigesti kwa 15%, kwa 10%, na 5% huwa ni kukisambaza. Usafishwaji hufanywa kwa 85%, ambapo kazi hii husaidia sasa mwili ukaweza kupambana na maradhi. Ndiyo sababu nilisema mtazamo wa Uislamu juu ya ukimwi, maradhi ya ukimwi, chanzo chake na tiba yake, Bwana Mtume alishafundisha sallallahu alayhi wasallam. Tatizo kubwa, mara nyingi jambo linapofanyika na Waislamu duniani, basi ukubalikaji wa jambo hilo kwa jamii huwa ni mgumu. Lakini jambo lolote linapogunduliwa na mtu si Muislamu, inakuwa ni rahisi kukubalika. Na sababu za msingi za kusema maneno haya, kwa sababu sehemu kubwa ya Waislamu huonekana kitaaluma wako chini. Watu wengi wanadhani kuwa Muislamu na kuifuata Qur'ani ni kuwa mtu aliyepitwa na wakati, hajui chochote. Kwa hiyo akitoa jambo mtu anapata tabu. Inawezekana, natoa mfano hai. Hakuna chombo cha habari ambacho hakijapata taarifa kwamba nchi pekee inayoweza kutoa tiba halisi ya ukimwi duniani iko Afrika, na kiongozi wa tiba hii ni rais wa nchi husika, Rais Yahya Jammeh, rais wa Gambia. Waamerika walipotaka kufahamu formula anayoitumia katika kuchanganya dawa inayotibu maradhi hayo, Rais Jammeh alitaka na yeye kuwa kuku wa kizungu mbichi, baada ya kuchinjwa ukang'oa nyama zake, ukaubakiza mfupa wa kuku huyo wa kizungu wa kisasa, ukatumbukiza mfupa huo kwenye soda hiyo. Baada ya masaa 24 mfupa huo unavunjika kama biskuti. Hii ni homework na wapa mkafanye. Sasa just imagine kama mfupa unaweza kuvunjika kama biskuti after 24 hours kwa sababu ya kuingia kwenye soda. Mfupa wako una hali gani kwa mtumiaji wa Coca-Cola kwa zaidi ya miaka 10? Ndugu zangu, silengi kuharibu biashara za watu,
na kusudia kueleza mambo ya kisayansi. Nilikuwa najaribu kuonesha ni kwa namna gani watu wasivyokubali mambo ya Waislamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 12 aya nambari 111, ma kana hadithi yuftara walakin tasdika alladhi ma baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah anasema ma kana hadithi yuftara, Qur'ani si maneno yaliyotengenezwa na watu. Labda Muhammad alikaa kashibadona na maswahaba wake, wanafunzi wake, wakajitengenezea Qur'ani yao ili mradi na wao wawe na maneno ya kusema katika jamii. Ma kana hadithi yuftara, Qur'ani si maneno yaliyozuliwa na watu. Walakin tasdika alladhi ma baina yadayhi, lakini Qur'ani ni kithibitisho cha maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyokuwa kabla yake. Kwanza Qur'ani inakubali kuwa kabla ya Qur'ani kulikuwa na maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Torati, Zabur, Injili, Qur'ani na vikubali. Watafsila kulli shay'in, na Qur'ani ndiyo maelekezo, upambanuzi wa kila jambo, ndiyo instructor wa maisha ya kila kiumbe kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Tayari maelekezo yake yako ndani ya Qur'ani, ndiyo katalogi ya maisha ya viumbe vyote. Wahudan, Qur'ani ndiyo mwongozo. Wa rahmatan, Qur'ani ni rehma. Liqaumi yu'minun, kwa watu walioiamini. Kutokana na hali hii ya kuwa Qur'ani ndiyo kitabu, katalogi, maelekezo na maelezo juu ya kila kiumbe katika maisha yake, wanaoifuata Qur'ani wanaishi maisha ya raha zaidi kuliko wanaoipinga Qur'ani. Ukimwi ni maradhi yanayotokana na ubishi wa mwanadamu katika kuelekea amri za Mwenyezi Mungu. Dunia nzima madaktari wote wanakubaliana, na hata wasio madaktari, watu wa propaganda kwenye vyombo vya habari wanakubaliana kwamba asilimia kubwa ya maradhi ya ukimwi yanaambukizwa kutokana na ngono zembe. Wanasema ngono sio salama. Na ndio maana katika matangazo yote kwenye matelevision na radios, wanapoelezea habari ya kujikinga na maradhi ya ukimwi, sehemu kubwa ya matangazo yao yanaelekea katika kuwazuia watu kufanya zinaa, ima kwa sehemu kubwa wanafundishwa kutumia vyombo vitakavyoweza kusaidia kuzuia maambukizi ya ukimwi. Lakini kwa sababu ya ubishi wa mwanadamu katika kushindana na Mwenyezi Mungu, Mungu ndio anatupatiliza sasa. Mwenyezi Mungu ameasiwa na viumbe vyake, wakaacha sheria, amri na hukumu. Mwenyezi Mungu akaturejesha katika njia yake kwa kutuletea maradhi ambayo kwayo wengi wamefungwa fikra zao katika kupata tiba. Mwanadamu huyu aliyeshindwa katika hili amejitahidi, katengeneza kitu kinaitwa kondom. Kondom ya bei rahisi inauzwa shilingi 100. Ndani ya paketi moja ziko 3. Ukipiga hesabu shilingi 100 gawanya kwa 3 ni shilingi 33.3. Yaani mtu anazuia kinga, anafanya kinga ya kuzuia ugonjwa ambao ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa paketi ya shilingi 33. Una akili vizuri? Mbona Super Ebora mkitengeneza zile mavazi yenu ya kuzuia ili msiweze wakati mnalispray msiweze kurushiana hewa, ile paketi mbona haiuzwi kwa bei rahisi kiasi hicho? Jambo hili linatokana na kuwa jamii imejisahau, inafuata mwelekeo usiokuwa wa Mwenyezi Mungu. Kimsingi ugonjwa wa ukimwi unaambukizwa zaidi na kwa maeneo mengi kutokana na zinaa, na nchi zote zisizofuata mfumo wa Uislamu ndizo ambazo zina maambukizi makubwa kuliko zinazofuata mfumo wa Uislamu. Ni vitu viko wazi,
havihitaji kuchukua matakwimu mengi, lakini leo kitazama nchi za Kiarabu, maambukizi ya ukimwi yako chini kuliko nchi za magharibi. Western countries zimekuwa na maambukizi makubwa ya ukimwi kuliko nchi zinazofuata mfumo wa Uislamu. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba hawa wamepewa kinga ya maradhi ya ukimwi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 17 aya nambari 32, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabira. Mwenyezi Mungu anasema wala takrabu zina, msikaribie zina, innahu kana, hakika yake hiyo zina, fahishatan, ni uchafu, wa saa sabira, na inaongoza katika njia mbaya. Si nia yangu kufasiri aya yote, lakini nataka nizungumze kipande wa saa sabira. No, fahishatan, hakika ni uchafu. Qur'ani inasema zina ni uchafu. Uchafu ni nini? Qur'ani inasema zina ni uchafu. Uchafu ni nini? Uchafu unaweza ukaufasiri katika maana kubwa mbili. Maana ya kwanza, uchafu ni kukiweka kitu mahala pasipostahiki. Kitu kinapokaa mahala pasipostahiki, kitu hiki huhesabika kuwa ni uchafu. Kwa mfano, umetoka barabarani kutembea na mvua inanyesha na nini au hainyeshi, kiatu kina vumbi, umekivaa cha thamani kubwa cha shilingi 300, 400, lakini kina vumbi la kutosha. Kisha ukaingia chumbani kwako, ukavua kiatu, ukaweka juu ya kitanda kwenye shuka la 12,000. Kiatu ni 100,000, shuka ni 12,000 iliyopo kwenye kitanda. Lakini thamani ya kiatu hiki kikubwa kuingiza katika shuka iliyo safi, tayari kitendo hiki kitafanya kiatu hiki kiwe nini? Uchafu, kwa sababu kimekaa mahala pasipostahiki. Au kaenda kukiweka kwenye kabati la nguo, mahala ulipoweka suti zako, kazinyoosha, magauni, mabaibui yako, ukatumbukiza pale kiatu chenye mavumbi na matope, kikachuruzika maji, kikachuruzikia na nguo zingine. Kitendo hiki cha kuweka hapo kitaitwa nini? Uchafu, kwa sababu ni kitu kimewekwa mahali pasipostahiki. Kutokana na maana hii moja, tukiacha nyingine nisipoteze muda, zinaa ni kitendo cha kukutanisha viungo viwili vya jinsia mbili zinazotofautiana katika mazingira yasiyokuwa halali. Kitendo cha mwanamume kuingilia mwanamke asiye halali yake, hakumlipia, hastahiki kumtazama mwili wake, kitendo hiki kinakuwa uchafu, kwa sababu kitendo cha kumwaga mbegu mahala pasipostahiki ni sawasawa na kuchukua kiatu kizuri ukakiweka juu ya kitanda. Ni kweli kinapaswa kukaa, lakini kutokana na kutokuwa na ukaribu na ukubalika kisheria,